Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu vipindi vyetu bora kabisa, leo tupo katika mwendelezo wa somo letu ile ambalo tulitazama kunako masala mazima ya maradhi ya mtu kutokwa na mkojo baada tu ya kuwa amejisaidia jana, lakini bado mkojo unakuwa unaendelea, hali ambayo tukaona vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kupelekea matatizo. Ya kwanza kabisa, kwa mtu ambaye changamoto ya kuwa na tezi dume, anaweza kuwa na changamoto hiyo ya kuwa mkojo unaendelea kutoka hasa baada tu ya kumaliza haja ndogo. Lakini pia kuna mtu ambaye ana changamoto ima kwa kupungua ama kwa kuzidi kwa aina mbalimbali za madini ambao ni muhimu sana katika maisha na afya ya figo pamoja na kibofu cha mkojo chenyewe katika kwa huyu mwanadamu. Kwa hivyo mimi leo ni kualike tunakwenda kutazama moja katika madini ambayo yaliobebwa katika karafuu, ikiwemo tutazama sodium na sasa tunakwenda kuangazia potassium. Potassium ina umuhimu gani katika maisha na uhai wa figo lako, lakini pia na kibofu cha mkojo katika afya kuwa imara, ili kuweza kujinusuru na kujikwamua dhidi ya changamoto hizi ambazo zinaweza kukuta za kuwa unatokwa na mkojo pasina kuweza kujizuia. Kwa hiyo tunaposema karafuu ni muhimu sana katika afya yako wewe mwanadamu, maana yake inamaanishwa ina umuhimu mkubwa mno. Kwa namna ilivyo potassium, leo utakwenda kutazama ubora wake, utendaji wake, lakini ilivyo pia ina mchango mkubwa sana katika figo lako, lakini pia na katika kibofu cha mkojo. Twende sambamba na Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali, tutakwenda kufahamu mengi ambayo yaliyomo ndani na umuhimu wa kutumia karafuu kwa utaratibu, si kutumia tu, lakini kutumia kwa utaratibu, ndipo unaweza kufikia katika yale yaliyokuwa mengi kabisa. Muda huu nitapeka salamu kwake, na kisha baada hapo tutakwenda tukaangazie moja katika jambo muhimu ambalo linapatikana ndani ya karafuu katika afya ya figo, lakini pia na kibofu chako cha mkojo. Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, na tukiwa katika jiji la Kampala nchini Uganda, na ziara yetu ikiwa imebakiza siku chache sana ili kurejea katika ardhi ya Dar es Salaam Tanzania biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuna afya tele, hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na kama ambavyo mmemsikia Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali akiwa na afya bora kabisa, na kumbuka pendevi wakati huu vinaruka kutoka hapa jijini Kampala Uganda, na kubwa kabisa ni kutaka kila tunapokuwa taaluma maarifa ya kufikia hapo ulipo duniani na ulimwenguni kote biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama namna ambavyo tulivyozungumza mwanzoni, tukatazama somo la kwanza, tulitazama namna ambavyo sodium ilivyo na umuhimu mkubwa sana katika maisha na afya ya huyu mwanamume, haswa katika kulinda ile hali ya mtu anayetokwa na mkojo, haswa baada tu ya kwenda kujisaidia haja ndogo. Maana mkojo unakuwa unaendelea, maana yake hauishi katika sehemu ya kibofu cha mkojo, unakuwa unaendelea kutoka, hivyo inapelekea sasa mwanamume huyu kupoteza kujiamini. Lakini wakati mwingine pia kwa wale wafanya ibada zinaweza zikafika mahala zikawa ngumu kwa sababu ya ile hali ya kupoteza udhu mara kwa mara. Kwa hivyo mimi naungana naye muda huu Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali, na kubwa ni kutazama madini ya potassium katika maisha na afya ya mwanadamu, haswa huyu mwanamume ambaye tayari amekwisha kutwa na janga la kuweza kutokwa na haja ndogo kwa maana ya mkojo
pindi baada ya kumaliza kujisaidia haja ndogo, lakini na hana namna yoyote ile ya kuweza kuizuia. Kwa hivyo twende sambamba, hapa ndipo kuna ponyo yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala, naamini kheri nyingi zitapatikana. Dr. Saidna Yusuf Al-Ghazali, yalla tutazama kipindi cha mwanzo tuliangalia namna ambavyo karafuu ilivyo ina utendaji bora sana kunako kupelekea mwanadamu huyu mwenye changamoto ya kuwa anatokwa na mkojo baada ya kujisaidia. Lakini tukaona kazi na utendaji mkubwa sana wa sodium ambayo inapatikana ndani ya karafuu. Lakini tutazame sasa pia, tuliona aina 3 za madini ambayo yako ndani ya karafuu. Leo tutazame potassium. Kwanza kabisa ni madini ya namna gani, yana utendaji gani, lakini pia yana umuhimu wa namna gani katika figo ya huyu mwanadamu, lakini pia na kibofu cha mkojo, ili kuzuia ile hali ya mkojo kuendelea kutoka baada ya mtu kujisaidia. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, yallah, darsa hili ni miongoni mwa darsa muhimu sana na hasa ukizingatia wanamume wengi sana na hasa wale wenye umri mkubwa wanapitia sana katika changamoto hii. Sahihi. Kwa hiyo lau kama tutapata fursa ya kuzieleza hizi changamoto na tukaeleza namna bora ya utatuzi wa changamoto hizi, tutakuwa tumefanya kitu kizuri sana, na huenda ikawa ni sadaqatun jaria ambayo tumeitoa kwa umma na jamii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan pamoja na ndugu yetu ambaye kila tunapoweka darsa letu yeye yupo tayari kufuatilia darsa. Niwaambie ya kwamba hatutaweza kuanza kuzungumzia taqtirul bauli, kwa maana kudondoka kwa matone ya mkojo kabla ya kuizungumza yani figo yenyewe au kabla ya kukizungumzia kibofu cha mkojo. Na kwa mazingira haya sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala nitazungumza kwa uchache sana marhala 3, hatua 3 ambazo zinazopitia kibofu cha mkojo. Hizi hatua ndio zitakuja kutuonyesha sasa potassium kazi yake katika figo, lakini kadhalika ndio itakuja kutuonyesha karnafil kwa maana karafuu, nini mtu anaweza akaitumia kwa utaratibu gani na kwa njia gani ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Hapa mbele yangu nina kitabu hiki kinaitwa Atibu Sha'biyu. Hiki ni kitabu maalumu sana sana sana. Atibu Sha'biyu dalilun muwassa'u li'ilaji al-amradi bil-adwiyati at-tabi'iyyati al-khaliyati min al-idafati al-kimya'iyyati ad-darra. Hiki kitabu kimeandikwa na al-ustadhu Dr. Muhammad au Jasim Muhammadu Jandal. Huyu ni mwamba, ametueleza haya majambo ili tuweze kunusurika. Kitabu muhimu sana. Atibu Ash-Sha'biyu dalilun muwassa'u, kwa maana ni dalili pana sana, liilaji al-amradi bil adwiyati at-tabi'iyya, kwa ajili ya kutibia maradhi kwa dawa za asli. Sawa. Tena al-khaliyati min al-idafati al-kimyawiyyati ad-darra, ambazo zilizoepukana na kemikali zenye madhara. Huyu ni mwamba, ni al-ustadhu Dr. Ukisikia al-ustadhu Dr. tunamuongelea profesa huyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, tunasema tasmahu al-mathannatu bi khuruji al-bawli indama tamtali'u bi miqdarin yatarawahu baina 350 ila 450 mililitra min al-ma au min al-bawl. Kimaarifa tunasema ya kwamba kibofu cha mkojo namna alivyokiumba Allah subhanahu wa ta'ala huwa kinajaa, yani kibofu cha mkojo huwa kinajaa, lakini kinajaa mkojo unaokadiriwa kufikia mililita 350 mpaka mililita 450.
Hapo sasa ndo kibofu cha mkojo kinakuwa kimejaa sasa. Na wakati huu sasa kibofu cha mkojo kinapita katika 3 marahili. Katika hatua ngapi? 3. Hatua ya kwanza inaitwa marhalatu takhzini. Hatua ya pili inaitwa marhalatul irsalil asabi. Na hatua ya tatu inaitwa marhalatul ifraghi. Hizi ndio marhala 3 au hatua 3 ambavyo kibofu cha mkojo cha mtu yoyote kinapita katika hizi hatua 3. Lengo la msingi nataka tuone kwa nini unakuwa na tatizo la kudondoka kwa mkojo, kutoka kwa matone ya mkojo. Na ni vipi unaweza kufanya kwa kutumia qarnafil, kwa maana karafuu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuondolee mashaka, hasa kwa wale ambao tezi dume imevimba. Marhalatu takhzini, tunapoizungumza hii marhalatu takhzini ni nini? Tabida'ul kila. Hapa sasa huanza katika figo za huyu mwanadamu, biintajil bauli. Figo ndio ambayo inayotengeneza nini? Mkojo. Yani maanake ikishachuja sasa kuna vitu vinavyoitwa athufulun. Thufulun ni yale majimaji yalobakia ambayo yana ziada ya sodium, lakini kadhalika yanakuwa na ziada ya potassium. Sasa haya yanatakiwa afanyeje? Yatolewe nje kwa ajili ya usalama wa mwili wa huyu mwanadamu. Ndio tabidaul kila. Hapa huanza figo, bintajil bauli, kuzalisha mkojo, watamririhi ila almathanna, na kupeleka katika kibofu cha mkojo. Sasa hapa sasa panafanya nini katika kibofu cha mkojo? Namna ambavyo kilivyo kibofu cha mkojo ni kama unavyoona blada. Blada, zamani kulikuwa na ile mipira ya kucheza, yani mpira huwa mguu, yani kuratul qadam, huu mpira wa kucheza, mpira wa mguu. Zamani ilikuwa ile mipira inakuwa na blada ndani, yani ile blada inakuwa ni kama, yani kama chubu hivi, chubu yani ipo ndani. Sasa hiyo ndio inaitwa, ambapo upepo ukiwa hakuna inasinyaa, upepo ukiwepo inatanuka. Na kibofu cha mkojo ndio kinafanya kwa utaratibu wa hali za namna hiyo. Kwa hiyo hii inakuwa tatamaddadu judranul mathannati almuruna tadrijiya liisti'abi sawail. Kwa hali hiyo sasa kile kibofu cha mkojo namna alivyokiumba Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa kinatanuka kidogo kidogo, taratibu taratibu. Kwa nini? Liisti'abi as-sawaili, kwa ajili ya kufyonza yale majimaji ambayo kwa lugha nyingine tunaita nini? Mkojo. Huwa kibofu cha mkojo kinafanya kazi ya namna hiyo. Bainama tabqa al-adalatu al-asiratu munqabidata, kiasi ambacho bila shaka utaona kuna baadhi ya misuli sasa. Misuli ambayo bila shaka inayopatikana pale katika kibofu cha mkojo, munqabidatan, inakuwa imefanyaje? Imefunga. Yani hii ni valve sasa. Inafanyaje? Inafunga. Wakati kibofu cha mkojo kinapokea ule mkojo na kinatanuka kidogo kidogo, basi wakati huo kuna valvu zinafunga ili kuzuia ule mkojo usifanyeje? Usitoke moja kwa moja katika hali za namna hiyo. Tena bihkami limani tasarrubil bauli, na hii inafanya kazi biihkamin, kwa maelekezo maalum kabisa. Tena inafanya kazi kwa maelekezo maalum. Kwa sababu gani? Limani tasarrubil bauli, kwa ajili ya kuziwia kutokwa tu na mkojo bila utaratibu wa hali za aina kadha. Hii ni hatua ya kwanza ambao tunaona figo inazalisha mkojo, lakini baada ya kuzalisha ule mkojo unapelekwa katika kibofu cha mkojo. Baada ya kufikishwa hapo sasa, zile kuta za kibofu cha mkojo zinaanza kutanuka, lakini wakati ule valve inakuwa imefunga. Na hii inafunga yani kwa utaratibu maalum. Kuna wakati ndio inaambiwa sasa funguka, na kuna wakati inaambiwa bado muda wa kufunguka haujatakiwa. Katika hali hii ni hatua ya kwanza. Lakini baada ya kufika katika hatua hii sasa kuna marhalatu thania, kuna hatua ya pili inaitwa marhalatul irsalil asabi. Yani ni hatua sasa kibofu cha mkojo kinachofanya, kinapeleka taarifa sasa. Kinahitaji idhini, ujue. Hii taarifa inapelekwa katika ubongo wa mwanadamu kwa kuhitaji nini? Idhini. Ili sasa ubongo utoe idhini katika nini? Katika ile valve. Bana,
sasa funguka, utoe mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Sasa hii marhala ipoje? Indama tasilu kamiyatul bauli ila alhaddi tabi'i, yani pale ambapo kiwango cha mkojo kinapofika katika kile kiwango chake cha asli, kwa maana mililita ngapi? 350 au mililita 450. Hapa katikati ikawa imefika katika hali za namna hiyo. Tena lakini hii lilbalighin, ni kwa watu walio balighi. Yani hivi ni vipimo vya watu walio balighi. Wakiwa watoto vipimo vinashuka kidogo, sawa? Lakini tabida'ul mustaqbilatul asabiyya fi juduranil mathanna, hapa sasa huanza kutoa taarifa katika nini? Zile kuta za kibofu cha mkojo, biirsali isharatin ila alhabli shauki wadimaghi. Inachofanya hii huanza kutuma taarifa katika sehemu ya uti wa mgongo, na uti wa mgongo nao unabeba kama taarifa kupitia katika aslaku telegrafia, moja kwa moja inapeleka katika ubongo ya kwamba kibofu kimejaa. Na sasa kuta za kibofu cha mkojo tayari zinazidi kutaka kutanuka, wakati huo uwezo wake ushafikia mwisho. Kwa taarifa inapelekwa katika ubongo kupitia katika nukhau shauki, kwa maana kupitia katika uti wa mgongo, kisha baada na kwenda moja kwa moja katika ubongo. Hii inaitwa almarhalatu thania, hatua ya pili, ambayo ni almarhalatu lirsali alasabi, ni hatua ya kupeleka au kutuma taarifa katika ubongo wa huyu mwanadamu kwamba mkojo tayari umeshafikia katika zile gram zake unaotakiwa. Make kunatakiwa amri itoke ili sawa huyu mtu ajisikie kwenda haja. Sahihi kabisa. Sasa baada ya hapo kibofu kitapita katika marhalatu thalitha, hatua ya tatu, ambayo inaitwa marhalatul ifraghi, yani marhalatu tabawul, ya mtu kwenda sasa kufanya yake katika hali za kukojoa, ndo maana yake tunakusudia. Na hii hatua inakuwaje? Inda alistijabati lihadhihi alisharat, wakati taarifa hii inapopokelewa katika ubongo wa huyu mwanadamu, ubongo nao una tasdurul amra sasa, unatoa amri sasa ubongo, bidhahabi ila almirhad, amri yenyewe ni ya mtu aende sasa msalani sasa akafanya yake. Na kama yuko njiani basi aende hata porini basi akafanya hayo anayofanya, maana wanaita kuchimba dawa, akachimbe tu hiyo dawa. Sasa yakumu dimaghu biirsali isharatin, yani ubongo unachofanya unatuma haraka sana taarifa, istirkhai liladalati alasira, kwa katika sehemu zile zilizotanuka katika nini, kiungo hiki kinachoitwa uti wa mgongo. Wa fi naqsi alwaqt, na katika wakati huo tanqabidu adalatul mathanna mimma yasmahu bitadafuqi dam, kibofu cha mkojo kinachofanya nini? Kinasinyaa wakati kikiwa na mkojo. Wakati kinasinyaa kile kibofu kinafyatua ile valve pap katika sehemu inaitwa ihlil. Ile valve ikifyatuka pap, alafu sasa kibofu kinazidi kubana, ndio mkojo unatoka sasa katika hali za namna hiyo. Lakini katika utaratibu huo sasa, mimma yasmahu bitadafuqi albauli abra majra albaul, ndio sasa utaona mkojo unatoka katika njia zake katika hali za namna hiyo, yani katika ihlil ila khariji aljismi, kwenda katika nje ya mwili wa mwanadamu. Unaona sasa jinsi utendaji wa kibofu cha mkojo na zile hatua zake namna zilivyo. Kwa hiyo wakati kinatanuka, maana yake kinapokea mkojo. Na kikisinyaa kile kibofu pap, maana yake kinafanya mgandamizo, na ule mgandamizo unafyatua ile valve katika ihlil. Ile valve inapofyatuka sasa, ndio mtu anakwenda haja ndogo. Akimaliza tu ile valve inarudi pap, inafunga. Alafu tena kibofu cha mkojo kinaendelea tena kuwa kinapokea mpaka zikifika tena zile gram, inapeleka taarifa, ubongo unatoa taarifa, alafu kadhalika mambo yanakwenda katika hali za namna hiyo. Sasa basi, kuna mtu ambaye valve ikishafunguka haifungi tena. Hii ni hatari. Na inawezekana isifunge tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya tadhahumul prostate. Prostate imevimba, kwa hiyo inaleta athari katika ile valve.
Kwa hiyo kwa mazingira hayo inakuwa haifungi. Kwa hiyo hata wakati figo inapokuwa inatengeneza mkojo na unapelekwa pale katika kibofu cha mkojo, hausubiriwi kufikia katika gramu hizo. Yaani kipelekwa tu pale pale, kwa kuwa valve iko wazi, basi na moja kwa moja unaanza kutoka. Ndio mtu anajikuta na matone ya mkojo katika hali za namna hiyo. Sasa tunataka tukuelekeze kwa kutumia qarnafil, kwa maana karafuu, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi ambavyo tulivyoona katika darasa letu lililopita ya kwamba karafuu ina maadini ya sodium, na tukaizungumza sodium katika darasa iliyopita. Lakini tukaona karafuu ina maadini ya potassium, ambao nataka niguse kidogo sana katika hii siku ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii potassium inafanya kazi gani? Na inatakiwa kuwa nyingi sana au inatakiwa kuwa katika hali ya namna gani? Ndio maana we ndugu yangu unayo figo. Mwenyezi Mungu hakuiweka figo katika mwili wako kwa bahati mbaya. Hapana, imewekwa figo, ina kazi kubwa mno. Inafanya kazi zaidi ya 1000 figo. Zipo kazi 100 kubwa kubwa na kazi 900 ni ndogo ndogo za figo. Wallahi hatari sana ndugu zangu. Kimaarifa tunasema talabul kila dawran hasiman fi tanzimi mustawiyati alpotassium fi aljismi haythu taqumu bi tasfiyati alpotassium azzaida من الدم والتخلص منه عبر البول للحفاظ على توازن دقيق ضروري للوظائف الحيوية. Kimaarifa tunasema figo huwa inacheza katika mzunguko bora na muhimu katika kupangilia kiwango cha potassium katika mwili wa mwanadamu, kiasi ambacho figo husimama imara kwa ajili ya kusafisha au kuondosha potassium iliyozidi katika damu ya huyu mwanadamu na kumtakasa mwanadamu kutokana na potassium iliyozidi kupitia katika mkojo. Na hapa sasa jambo hili la kuitoa baadhi ya potassium iliyozidi katika mwili wa mwanadamu amrun daruriyun, ni kitu muhimu sana kwa usalama na afya yako ewe ndugu yangu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunapoizungumza takhallus min az-zaidi, kwa maana figo inafanya kazi ya kupunguza kiwango cha ziada ya potassium. Taqumul kila as-salima, yani figo iliyo salama husimama imara biikhraji al-kamiyat al-faidha, kwa kutoa kiasi kikubwa kabisa minal potassium, cha potassium alladhi nahsulu alayhi min at-ta'am, potassium ambayo tunaipata kupitia katika vyakula vya aina mbalimbali. Ataka uone karafuu inavyo maintain, kwa maana inavyopangilia utaratibu mzuri wa potassium katika mwili wako. Karafuu pamoja kwamba ina madini ya potassium, haina maana ya kwamba inagandamiza tu mapotassium katika mwili. Hii inafanya taaziz, ina mgandamizo maalum kwa ajili ya kupunguza kiwango cha potassium katika mwili wa huyo mwanadamu. Na hapo Sheikh, kitu ambacho natakiwa watu wafahamu, kusema kupunguza potassium, maana yake inatakiwa ibaki ile inayohitajika tu. Sahihi kabisa. Tayib. Lakini kadhalika alwiqayatu min alhasawat, lakini kadhalika potassium ikiwa kwa kiwango chake kinachohitajika, basi hii ni kinga rasmi kutokana na vijiwe katika figo, kwa wale ambao wana tatizo la kuwa na vijiwe katika figo. Lakini kadhalika na wale ambao wana tatizo la kuwa na vijiwe katika sehemu ya kibofu cha mkojo. Hii ni kinga. Yani mtu akipata fursa ya kutumia karafuu ni mujarrab sana, kwa sababu ina mgandamizo ambao unaweza kuwa ni kinga bora kwa wale wenye alhasal kuliawia, vijiwe katika sehemu za figo, walhasal mathania au almathanna, lakini kadhalika na vijiwe katika sehemu ya kibofu cha mkojo. Sasa basi, yusaidu alpotassium alkila fi taqlili fuqdan alkalsium, lakini kadhalika husaidia sana hii madini ya potassium, husaidia figo. Inasaidia figo kufanya nini? Fi taqlili fuqdani alkalsium, kwa kupunguza madhara kwa mtu ambaye ana upungufu wa madini ya calcium. Ukiwa na upungufu wa madini ya calcium, sasa figo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyoijalia, basi potassium ina msaada mkubwa
katika figo yako kwa kupunguza yani madhara ya mtu ambaye ana mapungufu ya madini ya potassium fil baul wa ziyadati nisbatu tasarrub mimma yamna takawun alhasal kila. Lakini kadhalika na vile vile na kuziwia yani visababishi au kuziwia vianzilishi ambao vinaweza kumpelekea mwanadamu akajikuta ana vijiwe katika sehemu ya figo. Maanake hii ina uwezo wa kuziwia hiyo hali siweze kujitokeza katika hali za aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tawazunul kaharul ina nafasi nzuri kabisa ya kupangilia vitu vinavyoitwa al-kaharul. Al-kaharul manake ni asili ya majimaji yenye asili ya chumvi yaloambatana na mifumo ya umeme ndani yake. Hata jasho inatoka ni alkaharol hii. Yani sodium ambayo inakuwa imeambatana na mifumo ya kiumeme. Ndio maana kama mtu atakuwa na majasho tu akaacha hayo majasho akawa yanakauka katika mwili yanatoka tena, basi huyu mtu utaona ngozi yake inaanza kuharibika. Kwa sababu ni sodium inatakiwa ifanywe tatrihi, itupwe nje. Sasa yeye anaiacha alafu inarudi tena katika vinyoleo. Hii ni hatari katika hali za aina kadha. Ya'malu al-potassium ka electrolyte naqilu lilhashanat alkahrubaiyya. Wakati fulani potassium inafanya kazi kama vile kisafirishaji ambacho kinachosafirisha mifumo ya umeme bitaawuni ma'al kila, kwa kusaidiana pamoja na figo. Lidamil isharati al-asabiyya, sababu yake ni nini? Ni kwa sababu hapa ndipo huanzia taarifa za kibofu cha mkojo wa inqibadil adalat, na hapa ndipo huanzia taarifa ya kufunga kwa zile valvu zinavyohitajika katika hali za aina kadha. Kwa mifumo ya kiumeme ndio zile neurons ambao zinapeleka taarifa katika sehemu ya ubongo wa mwanadamu. Inaanzia kutokana na nini? Na potassium. Potassium ikiwa iko vizuri kwa kiwango chake, basi taarifa inayopelekwa katika ubongo itakwenda taarifa sahihi na salama. Ndio maana kuna watu wanaitwa vikojozi. Wale vikojozi ni kwa sababu mifumo ya potassium katika miili yao inakuwa haiko sawa. Ima inawezekana mifumo ya potassium ikawa imeshuka sana. Sasa taarifa inayokwenda katika ubongo ni taarifa ya uongo. Kwa hiyo ubongo unatoa amri feki. Ndio mtu anajikuta kashajikojolea pale kitandani. Alafu cha ajabu sasa, yani akishamaliza kukojoa anaamka hapo hapo. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo twende tukafahamu haya namna ya kutumia hii tunayoita karafuu. Sasa madha yahduthu inda ikhtilali wadhaifi alkila, kunatokea nini pale ambapo panapokuwa na mashaka katika utendaji wa figo? Fi hali alisabati bi amradi alkila, kwa maana katika hali ambapo mtu atapokuwa amepatwa na maradhi ya figo tena ya muda mrefu, tatarajau qudratul kila ala tardi alpotassium zaidi. Hapa sasa itashindwa, yani uwezo wa figo wa kupunguza au kutoa kiwango cha potassium utashuka na utakuwa mdogo sana, mimma yuaddi ila tarakumihi fi damu, jambo ambalo litapelekea potassium kuambatana sana kuwa nyingi katika damu. Halatun tu'raf bi fartin potassium dam, hii ni hali ambayo inayojulikana ziada ya potassium katika damu. Wa huwa ma qad yushakil khuturatan balighatin ala adalati alqalb, hii sasa huwa inaleta hatari sana 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 katika moyo wa huyu mwanadamu. Ndio mapigo yanakwenda juu sana, pressure inakuwa kubwa, pumzi zinakuwa za tabu kwa sababu ya ziada ya madini ya potassium katika damu. Figo zimeshindwa sasa namna ya kuchuja na kumaintain kiwango cha potassium. Hali hii sasa inapelekea sasa potassium kuwa nyingi sana katika damu. Ikiwa nyingi sana katika damu, inapelekea moyo nao unakuwa na tabu sana, kwa sababu unasukuma damu isiyo katika kiwango chake. Yani damu inakuwa ni nzito, sasa inabidi mapigo yabadilike, pumzi nazo zinakuwa za shida, basi mtu anajikuta katika hali za namna hii. Sasa katika haya sasa ndio maana tukaja na kueleza namna ya kuweza kumaintain mashaka haya
kupitia Qarnafil. Wewe ndugu yangu ambaye una tatizo la kutokwa sana na mkojo, unatoka mkojo bila sababu, umeenda kujisaidia haja ndogo, kisha ukahisi kabisa kwamba tayari umemaliza, ukajistanji vizuri, ukajisafisha, unatoka pale khalai, unaona tena mikojo tena inadondoka. Fanya hivi, tunakwambia tukalu 4 habatin min qarnafili sabahan wa 4 masaan. Jitahidi sana upate zile qarnafil, karafuu, punje 4 za karafuu. Tafuna wakati wa asubuhi kabla hujala kitu, na punje 4 za karafuu tafuna wakati wa jioni kabla ya kula chakula cha jioni. Kwa nini tunafanya hivi? Wa hadha yusaidu kathiran liilaji iltihabi almathanna. Hii sasa ni muhimu sana, ina msaada mkubwa sana na kutibia infection katika sehemu ya kibofu cha mkojo, wa mashakili almajari albauliya, lakini kadhalika na kutibu matatizo ya sistimu nzima ya mkojo. Kisikia sistimu nzima ya mkojo, maana yake ni kila kinachohusika katika utaratibu mpaka unapatikana mkojo. Kuna prosesi ambazo zinazofanyika ndani ya mwili wako, na ipo sistimu nzima inashughulika na hilo tu. Kwa hiyo hii system kama itapata madhara, ukitumia karafuu ina nafasi nzuri ya kumaintain na kupangilia na kuzifanya figo zifanye kazi yake vizuri katika kuchuja madini ya potassium, kama jinsi ambavyo tulivyoona. Ukitumia vizuri, ina uwezo wa kufanya vizuri, kuzifanya figo kupangilia utaratibu mzuri wa madini ya sodium katika mwili wako, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Pita katika utaratibu huu, insha Allah utatushukuru, utatupigia simu na utatuambia shekhe, na kushukuruni sana, utaratibu umenifaa, alhamdulillahi rabbil alamin. Basi mimi nikwambie tu, hii ni hatua ama somo letu namba 2 katika kutazama masuala mazima maradhi haya ya mtu kuanatokwa na mkojo pasi na kuweza kujizuia, hasa tu baada ya kuwa amekwisha kwenda kujisaidia na bado anaona ile hali ya mkojo kuendelea kutoka, anaona ukiendelea. Na hasa tukazungumza kwamba yapo mengi yanaweza kufanyika katika kupelekea hali hii. Miongoni mwayo ni masuala ya mtu kuwa na tezi dume, tezi imevimba, inaweza kupelekea hali za namna hiyo. Ima tayari una upungufu wa madini ya sodium na potassium, tumesikia hapa, ima yamezidi sana au yakizidi sana pia ni tatizo vile vile, kwa sababu huenda kupelekea taarifa zinapelekwa taarifa za uongo na zile ambazo zinavyotakiwa. Kwa wakati mwingine ubongo unaamrisha mtu akojoe mahala ambapo hakutakiwa kabisa mtu kuweza, ndio akiamka asubuhi na mtu tayari mambo yameharibika. Na mwisho wa siku, na hii ni hali ambayo inaweza kama mtu akiwa mdogo mpaka anakuwa mtu mzima kabisa, bado taratibu inakuwa anafaje, inaendelea. Lakini kumbe vile huenda tu tayari utaratibu wa upangaji wa haya madini ya potassium kwake hauko vizuri, kwa taarifa inatolewa bila utaratibu katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hivyo tumia taratibu huu, kutumia hizi karafuu punje 4 asubuhi na punje 4 asubuhi kabla ya kula, na punje 4 jioni kabla ya kula chakula cha usiku. Fanya taratibu huu, utaona namna ambavyo unaweza ukanusurika kutokana na janga hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni somo namba 2. Tutakwenda kutazama pia madini ya aina ya 3, kuna kujinasua changamoto hii ya kuwa natokwa na mkojo bila ya kuweza kujizuia. Lakini pia tumebakiza masiku machache sana kunako ardhi hii ya Uganda mjini Kampala. Kwa hivyo muda wowote, kwa baada ya masiku machache tulionayo mbele yetu hapa, tutakuwa tukiwa safarini kuelekea zetu Dar es Salaam nchini Tanzania. Hivyo mimi niendelee kutoa wito, kuna wale ambao tumeshafanya majambo yao, mashallah, alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna ambao wanapiga simu, jamani tuko mbali, tunakuja ili wao pia waweze kupata namna yoyote ile ya kuweza kufanyia majambo yao. Basi tunayo masiku machache sana kabisa, ambayo kwa hakika tunatakiwa tutumie masiku haya ambao tuko hapa ili uweze kufanya jambo lako. Na naamini ukiweza kutufikia, naamini ukaweza kwa Mwenyezi Mungu huenda amekufikisha kwetu ili kuondokana na mitihani, majanga, maradhi na kila changamoto tulizonazo kupitia sisi. Kwa sababu ni namna gani ambavyo unaweza kuona kwamba una watu wengi hapa wanaweza kufanyia, lakini nafsi yako imekutuma kwamba niende kwa Shekhe Yusuf Diwan Al-Ghazali akanisaidia. Maana yake huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametia nishani yake, lakini pia na kheri zake kupitia yeye
uweze kufanikiwa majambo yako. Tumia fursa hii adhimu ili kuweza kufanyiwa ndani ya masiku ya machache. Tupo katika ardhi hii ya Uganda jijini Kampala. Ni fursa kipekee sana, na baada ya hapa kwa kweli tutakuwa tuna muda mrefu sana Tanzania na maeneo mengine watuhitaji. Kwa hiyo baada ya hapa tutaenda maeneo mengine ambayo pia na wao wanatuhitaji kama ambavyo ilivyokuwa tukihitajika katika jiji hili la Uganda. Kwa hivyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nakuja na swala moja muhimu ambalo ni tanbihi ama tahadhari ya kwamba kumezuka matapeli ambao wakitumia jina la Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali wakijifanya wao ndio Sheikh Yusuf mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kuona mfano huyu bwana huyu watu wametapeliwa wengi mpaka kufikia sasa kupitia bwana huyu hapa, yeye akidai kwamba yeye ndio Sheikh Yusuf Diwani mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana na watu hawawezi kuona tofauti kwa sababu ameweka mada zote za Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na kubwa ndio tunatoa tanbihi, na hapa Sheikh atatia neno kwa ufupi kabisa kwa watu hawa ambao wenye taratibu hizi za kufanya utapeli kupitia jina lake. Yeye anazungumza kitu gani na ni ipi tahadhari kwa jamii ambayo imekuwa kitufuatilia kwa nyakati zote? Sheikh, kuna hili swala ambalo liko mbele yetu hapa la utapeli na limeshamiri kwa kweli. Channel nyingi sana ambazo zinachukua mada zetu wakijidai kwamba ndio wewe. Na kwa bahati mbaya pia wanapoweka ni kazi ngumu kidogo kubaini kwamba sio wewe. Lakini wito wako wewe na watu wa namna hii, nini unawaambia jamii ili waweze kuepukana na utapeli unaoendelea siku baada ya siku? Naam, jambo la kwanza mimi ni wape pole wale wote ambao wametapeliwa kupitia huyu bwana na wengine. Ndugu zangu, napenda niwafahamisheni, akaunti yetu sisi sio hii mnayoiona hapa. Hii ni akaunti feki. Huyu mtu kaandika Sheikh Yusuf Diwani, kaandika hivyo. Hii sio akaunti yetu sisi na wala hatuijui kabisa. Na hizi namba alizoweka hapa ni namba zake huyo mtu, sisi hatumjui. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye amewasiliana na huyu bwana akahisi anaongea na Yusuf Diwani, huyo katapeliwa. Namba zetu sisi ni hizi hapa. Lakini kadhalika vile vile ukiona unaambiwa tuma pesa, alafu jina la upokeaji wa pesa linakuwa tofauti na jina la Yusuf Mshindo Diwani, jua kabisa hapo unaibiwa. Huyo unayemtumia pesa sio Yusuf Diwani. Ili awe yule ambaye wewe unamtumia pesa awe Yusuf Diwani, majina yatakuja hivyo hivyo, Yusuf Mshindo Diwani, ndio majina yatakuja katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo shtuka ndugu yangu, ukiona anakuambia mimi ni Yusuf Diwani, alafu kadhalika anakuambia tuma pesa, unamuuliza majina atakayotokea katika namba hii inayopokea pesa ni majina gani, anakutajia majina tofauti au unaona majina tofauti na majina ya Yusuf Diwani, jua kabisa huyo ni tapeli, anakuibia na sio Yusuf Diwani. Channel za namna hii ni nyingi sana, watu wamezianzisha kwa lengo la kutapeli watu. Yaani wanatumia jina langu kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa hiyo kuweni makini ndugu zangu. Tumejitahidi sana namna ya kufanya ili kuweza kudhibiti hii hali, ni ngumu sana kuidhibiti. Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kuwapeni tahadhari nyinyi jamaa zetu. Inawezekana mnaongea nao sana, mkahisi mnaongea na sisi, mkawatumia pesa, mkahisi mmetutumia sisi, lakini la, sio sisi kabisa. Sisi akaunti yetu na namba zetu ni hizi ambazo unaziona. Lakini akaunti ya huyu jamaa ni tapeli, kaandika Sheikh Yusuf Diwani, na bahati mbaya akachukua klipu zetu nyingi kaziweka. Kwa kweli unaweza ukaamini ukahisi ni yeye, lakini namna nyepesi ya kufahamu kwamba sio yeye, chukua namba zake hizi. We muulize, tumwambie bwana nataka nikutumie fedha katika haya ambayo tumezungumza. Je, jina linatokea nani? Akikutajia tu jina litakalotokea katika hiyo namba ambayo anataka atumiwe pesa, likatokea tofauti na jina la Yusuf Mshindo Diwani, jua kabisa huyo unayezungumza naye siye, na kadhalika vile vile ujue huyo anakutapeli. Huyo ni tapeli. Kwa hiyo kuwa makini sana,
kutokana na haya masala ya kimitandao. Ni hatari sana ndugu zangu. Lakini shekhi, hapo kwa kumalizia nikukumbushe kwamba bahati mbaya sana watu hawa matapeli kwanza hajulikani ofisi zao ziko wapi. Sahihi kabisa. Naam, hawa utamwambia bana, basi nataka nije nikuone, atakwambia wewe fanya tu taratibu, tuma pesa, mimi nitakufanyia jambo lako. Yani ndio wako hivyo. Maana hawana anwani sahihi ya kupatikanwa kwao. Sahihi. Kwa hivyo ukiwa Zanzibar, ukiamini kwa Zanzibar atakwambia nipo Dar es Salaam. Na ukiwa Dar es Salaam atakwambia nipo Zanzibar. Ili mradi tu kwamba muonekane kuna kupishana kwa namna moja ama nyingine. Na ukimwambia nipo Zanzibar atakwambia niko Mbeya. Ukimwambia niko, yani lazima tu yakwambie sehemu ambapo itakuwa ni mbali na hapo ulipo wewe. Sasa huu ni utapeli na ni uhuni. Sisi ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ndipo inapatikana ofisi yetu. Na namba zetu zote zinatoka jina hilo hilo, Yusufu Mshindo Diwani. Zote namba zetu zinatoka jina hilo. Ukiona namba inatoka jina lingine, tapeli huyo, anakudhulumu, anakutapeli, shituka, zinduka haraka. Hatuhusiki sisi na channel za kitapeli hizo. Na kwa hakika tutoe tanbii kwa majamani, tuzinduke. Ukimwona mtu anakuambia tuma tu, na wakati we mahala ulipo unaweza kumfikia. Na sisi watu ambao kwa Dar es Salaam hii tunawaambia wafika kabisa ofisini kwetu, kwa sababu ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kukutana nasi na huduma zile zikaendelea hapo. Wale labda tu wale ambao wako mbali sana na hakuna namna ya kufanya, na hata ikiwa hivyo basi majina atakayokuja akiambia kutuma pesa yatakuja vile Yusufu Mshindo Diwani. Lazima yaje hivyo. Kwa hivyo kiwa tofauti, jua kabisa hapo unapigwa. Ogopa matapeli. Matapeli ni wengi sana, hawana wachokijua isipokuwa watumia zile taaluma za watu na kufanika kwa watu, lakini pia na ustawa watu kwa ajili ya kutapeli watu wengine. Zinduka katika jambo hili, ni hatari sana. Kumbuka kwamba ofisi yetu iko Mbagala Kiziwiani, barabara kuelekea Jeshini, na namba zetu za simu ni hizi ambazo unaziona hapo na sizo zingine. Kumbuka kwamba ni hii tumetoa kama mfano wa akaunti. Hii zipo akaunti nyingi sana ambazo kikweli tukiweka hapa zinaweza kufika hata 100. Lakini zinduka tu kwamba nili zetu zote zinakuja majina ya Yusufu Diwani. Ukiona utamchuma pesa jina lingine, hapo unapigwa ndugu yangu. Kuwa makini, zinduka. Na niwaombe tu ndugu zangu ambao mtapata klipu hii, naomba isambazeni kwa kasi sana ili kuwanusuru ndugu zetu wasiende wakatapeliwa na hawa matapeli. Basi ukipata klipu hii msambazie na mwenzako ili kunusuru wigo na watu wengi ambao tayari wamekwishatapeliwa wasitapeliwe na wengine ambao bado hawajafikia katika mikono ya watu hawa ambao ni hatari sana katika masuala ya utapeli. Na jitihada zimefanyika na ripoti ziko polisi, tunaendelea kutafuta, ila atakayepatikana mmoja katika hao basi ndio atakayedili kulipa za watu wote ambao tayari wamekwisha tapeliwa. Kwa hivyo na wewe kama unafanya mchezo huo, acha mara moja, ni hatari sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.